Basi tusikilize kwa makini ili tujue sheria inatutaka tufanye nini na nini tusifanye. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mbona kinyonge sana? Asanteni. Hii ni mahafali ya 14 ya Baraza la Uuguzi na Ukunga ambayo inafanyika leo tarehe 17. Kwa hiyo kwa kifupi tutaangalia historia ya baraza, tutaangalia majukumu ya baraza ni yapi. Pia nyie kama wanataaluma sasa lazima mjue kuna makosa gani ya kitaaluma kwa mujibu wa sheria ambayo ukiyafanya yatapelekea mpaka kufutiwa leseni yako ambayo utapewa leo na itakufanya usitoe tena huduma ya uuguzi na ukunga. Pia tutaangalia taratibu gani zinafanyika kwenye kushughulikia wanataaluma ambao wamekiuka sheria, pia kuna adhabu gani, pia nitahitimisha. Baraza hili lilianzishwa rasmi mwaka 1953. Kwa hiyo leo baraza na miaka 72, si ndio? Lilianzishwa chini ya sheria iliyokuwa inaitwa Nurses and Midwives Registration Ordinance. Hii sheria ilikuwa ni sheria ya kusajili tu wauguzi na wakunga. Na ilipofika mwaka 97 hii sheria ilifanywa mapitio. Lakini mwaka 2010 ikatungwa sheria mpya ambayo tunaitumia mpaka leo, inaitwa sheria ya uuguzi na ukunga. Ina maana ina cover hii taaluma. Kwanza ni kusajili wauguzi na kusimamia mienendo yao wanapoenda kutoa huduma. Lakini mpaka ule mtihani wa usajili na leseni ambao unatolewa na baraza. Lakini pia hii sheria tunayoitumia leo ya mwaka 2010 tumeifanyia mapitio madogo mwaka 2023 tumeifanyia marekebisho madogo. Tunasema urekebu. Kwa hiyo baraza lilianzishwa kwa lengo la kusimamia taaluma za uuguzi na ukunga ili kuhakikisha huduma inayotolewa kwa wananchi ni salama, yenye ubora na yenye kuzingatia viwango vinavyokubalika ili kukidhi mahitaji ya jamii. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa majukumu ya baraza yameainishwa chini ya kifungu cha 6 aya A mpaka P. Ina maana nasema kuna zaidi ya majukumu 16 ambayo yapo kwenye hiyo sheria. Jukumu la kwanza ni kusajili, kuorodhesha na kutoa leseni kwa wauguzi na wakunga wenye sifa kama ilivyoainishwa katika sheria. Lakini vile vile baraza lina jukumu la kumshauri waziri mwenye dhamana ya afya juu ya masuala ya kisera katika usimamizi, utoaji na mafunzo ya wauguzi na wakunga nchini. Lakini vile vile jukumu lingine ni kusimamia utendaji kazi wa wataaluma kama nilivyosema, walioorodheshwa ama waliosajiliwa, ili kuhakikisha wanafuata maadili ya kitaaluma. Maadili yameainishwa kwenye sheria, hivyo mnapaswa myafuate. Vile vile usipoyafuata hayo maadili, baraza lina jukumu la kuchukua hatua dhidi yako kama umeenda kinyume na maadili ya taaluma. Lakini vile vile baraza lina jukumu la kuweka viwango vya umahiri kutokana na kada za uuguzi na ukunga nchini. Lakini jukumu lingine vile vile ni kuhakikisha register ya wauguzi na wakunga waliosajiliwa na kuorodheshwa inatunzwa vizuri kama inavyotakiwa. Jukumu lingine la baraza ni kusimamia uandaaji, uhifadhi na utunzaji wa madaftari ya usajili na uorodheshwaji. Vile vile kutangaza majina ya wataaluma waliosajiliwa katika gazeti la serikali. Vile vile jukumu ni kusimamia maadili ya wanataaluma kama nilivyosema. Lakini jukumu lingine ni kutunga, kutoa na kusahisha mitihani ya usajili na leseni kwa wahitimu wenye sifa ya kusajiliwa au kuorodheshwa. Sote tumefanya mtihani wa usajili hapa. Na kama tuko hapa na maana sote tumefaulu. Tujipongeze kidogo. Basi mitihani hiyo inatungwa na Baraza la Uuguzi na Ukunga. Vile vile jukumu lingine ni kutoa mwongozo wa kiapo kitakachotumiwa na wauguzi na wakunga kwenye matukio mbalimbali. Mtakula kiapo leo cha kwenda kutoa huduma kabla hujapewa cheti na leseni yako. Lakini jukumu lingine ni kukagua na kusajili vituo vinavyotoa huduma binafsi za uuguzi na ukunga pamoja na kutoa mwongozo wa uanzishaji wa huduma hizo. Kuna vituo binafsi vinavyotoa huduma, hivyo pia vinasimamiwa na Baraza la Uuguzi na Ukunga. Lakini jukumu lingine
ni kutoa mwongozo wa sare, beji na kitambulisho chochote kinachoweza kumtanabaisha muuguzi au mkunga. Kwa hiyo tuna mamlaka ya kudesign mtumie sare gani huko kazini kwenu, lakini vile vile ni kufanya jukumu lingine lolote litakalohitajika kulingana na takwa la kisheria au vinginevyo itakavyoelekezwa na waziri mwenye dhamana ya afya nchini.